Miongoni mwa yale mambo ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuwe nayo katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, ashukuru lillah. Tunatakiwa tumshukuru Allah jalla fi'ala an ballaghaka Ramadhana, pindi alipokufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fakam min rajulin kana yasumu ma'aka fi Ramadhana almadhi, ni watu wangapi ambao walikuwa wanafunga pamoja na wewe katika Ramadhani ambayo kwamba iliyopita, Ramadhani ya mwaka jana. Wa kana yusalli bijanibika fil qiyami wat tarawih, na alikuwa akiswali ubavuni mwako kisimamo cha usiku kwenye sala ya tahajjud, na alikuwa akisimama na wewe kwenye sala ya tarawih. Wa huwa alana yarqudu fi turab, lakini kwa sasa huyo mtu amelala kwenye mchanga. Fahmadullah, bisheni shukurani kwa Allah ala hadhihi ni'ma, juu ya hii neema. Wa'lamu, na mjue anna Allah kad ikhtassakum biha, hakika ya Mwenyezi Mungu neema hii ameifanya ni maalumu kwenu nyinyi ambao mtabahatika kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa harama minha kathiran minan nas, na kawanyima wengi neema hii ya kuupata mwezi wa Ramadhan miongoni mwa watu. Bihikmatihi wa bisababihi, na yote ni kwa hikma ya Allah na kwa sababu ya Allah. Yeye haulizwi, lakini yeye atatuuliza. Hebu vuta picha, ni watu wangapi ambao tumewazika mwaka jana? Ni watu wangapi ambao tumewazika wakiwa wanakaribia kuupata mwezi wa Shaaban? Ni watu wangapi ambao tumewazika mwishoni wa mwezi wa Shaaban? Na leo kuna watu ambao watazikwa na wanahamu walikuwa upate mwezi wa Ramadhan, lakini mwezi huu wa Ramadhani hawataupata. Sasa mimi na wewe ambao tutabahatika kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhan, sio kwa ujanja wetu, sio kwa afya zetu, sio kwa nguvu zetu. Hii yote ni amri ya Allah jalla fi'ala, ndiye ametaka wewe uipate Ramadhan. Kwa hiyo unapobahatika kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhan, awwalu shay'in, kitu cha kwanza ambacho mimi na wewe tunatakiwa tukifanye amama Allah katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, annashkura lillahi, ni tushukuru kwa ajili ya Allah kutufikisha ndani ya Ramadhan.